ambaye ametujalia sisi kuwa ni Waislamu na ametuumbia udugu wa Kiislamu kama alivyosema katika kitabu chake, innamal mu'minuna ikhwa, hakika si vinginevyo waumini wote ni ndugu. Na udugu huu wa Kiislamu ni udugu wenye nguvu sana kuliko udugu wa nasaba, kwa sababu udugu wa nasaba watu wanaweza wakatoka katika tumbo moja na baba ni mmoja, lakini ikatokea kwamba wasipatane, lakini bado ni ndugu, udugu haujavunjika. Lakini udugu wa kidini, udugu wa kiimani, maadamu kila mmoja anayo imani, udugu huu hauwezi kuvunjika kwa namna yoyote, kwa sababu moja katika vielezo vya imani ni kufuata maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndani ya kufuata maamrisho ya Mwenyezi Mungu lazima watu wapendane. Huwezi kuwa wewe ni mfuasi kamil wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mfuasi kamili wa Qur'ani, alafu iwe humpendi ndugu yako Muislamu, una chuki na ndugu yako Muislamu. Mtume sallallahu alayhi wasallama ameapa, asema, fawalladhi nafsi biyadihi la tadkhuluna aljanna hatta tu'minu, na hapa kwa yule ambaye nafsi yangu ikatika uweza wake, hamtoingia peponi nyinyi mpaka muamini. Wala tu'minuna hatta tahabbu, na hamtaamini mpaka mpendane. Naona hapa la tadkhuluna aljanna hatta tu'minu, hamtaingia peponi mpaka muamini. Wala tu'minuna hatta tahabbu, na hamtaamini mpaka mpendane. Hii kwa fani ya watu wa somo la mantiki ni kiasi ambacho natija yake la tadkhuluna aljanna hatta tahabu, hamtaingia peponi mpaka mpendane. Sasa hebu angalia namna gani udugu wa kidini ulivyokuwa una nguvu zaidi. Kama nilivyosema kwamba inawezekana mtu na ndugu yake wasipatane, sio? Lakini udugu bado upo. Lakini haiwezekani mtu kuwa ni muumini alafu hapatani na mwenzake. Kwa maana wewe utakapokuwa muumini utafuata maelekezo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, utafuata maelekezo ya Qur'ani, na maelekezo hayo ukiwa ni mwenye kuyafuata, basi lazima upatane na muumini mwenzako. Ndio maana katika hii aya aliyosema innamal mu'minuna ikhwa, alafu akasema fa aslihu baina akhawaykum, basi ikiwa waumini wote ni ndugu, patanisheni kati ya ndugu zenu, kati ya vikundi viwili vya ndugu zenu wanaogombana, kati ya ndugu zenu wawili wanaogombana. Kwa nini tangazo hili la kuwa waumini ni ndugu limekutanizwa na amri ya sulhu? Manake ni kwamba haitakikani ndugu hawa wapo katika hali ya kutokuelewana. Kwa ndugu zangu waumini, tupendane. Imani zetu hazitokamilika kama hatuna mapenzi kati yetu, kama ambavyo imani zetu hazitokamilika kama hatumpendi Mtume sallallahu alayhi wasallam kuliko hata tunavyojipenda sisi na watoto wetu na wake zetu, au na wake wanavyopenda waume zao, watakiwa mpende Mtume zaidi ya hivyo. Sasa mapenzi hayo yasiishie tu kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu kama unampenda Mtume sallallahu alayhi wasallam basi utatekeleza na maamrisho yake.
na maamrisho ya mtume ni watu kupendana. Kwa tunatakiwa Waislamu tupendane, na kupendana haina maana kwamba itakuwa hatukoseani, itakuwa hatufanyiani mabaya. Hasio kweli. Sisi sote ni wanadamu, lazima itakuwa tunakoseana, lakini kukoseana, muumini ni yule ambaye akikosewa anasamehe, akiombwa radhi anaridhia, akikosea anaomba radhi. Huyo ndio muumini, kwa sababu Uislamu hasa ni tabia nzuri, na hakuna tabia nzuri zinazoshinda hizo. Hakuna tabia nzuri inayoshinda kusamehe, hakuna tabia nzuri inayoshinda dhana njema, hakuna tabia nzuri inayoshinda mtu kuombwa msamaha ukasamehe, ukatakwa radhi, ukaridhia. Ndio bwana mkubwa akasema, man istughdhiba falam yaghdab fahuwa himar. Mtu anayekasirishwa asikasirike, huyo ni punda. Lakini wa man isturdhiya falam yarda fahuwa shaytanun, anayetakwa radhi asiridhie, huyo ni shaitani. Manake ni kwamba mwanadamu aliyepewa moyo kama binadamu, akikasirishwa hukasirika, lakini Muislamu hana hasira za kuendelea. Ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, la yahillu limu'minin an yahjura akhahu fawqa 3, si halali kwa muumini kumweka shonde mwenzake zaidi ya siku 3, kumkasirikia mwenzake zaidi ya siku 3. Yaltaqiyani fayuridu hadha wa yuridu hadha, wakakutana, huyu akampa nyongo yule ikawa hana habari naye, na yule naye akampa nyongo huyu ikawa hana habari naye. Asema si halali kufanya hivyo kwa Muislamu zaidi ya siku 3. Je, chini ya siku 3? Chini ya siku 3 maana yake kwamba ukikasirishwa utakasirika, lakini wewe utakuwa mkamilifu zaidi kama ukikasirishwa unaridhia kabla hata ya hizo siku 3. Naridhia pale pale, naridhia baada ya muda kidogo, wewe ndio utakuwa mtu bora zaidi. Ndio maana ikaambiwa mbora wao ni yule anayeanza salamu. Basi ataanza salamu kabla ya hizo siku 3 au baada ya siku 3. Huyo ndiye mbora ya watu wawili walioudhishana. Kwa ndugu zangu, Uislamu kwa ujumla unatufundisha namna gani tuishi katika huu ulimwengu, na namna hiyo bora ya kuishi ni watu kutowekana mashonde, watu kutochukiana, watu kutofanyana mabaya ya makusudi. Ukimwona mtu amfanyia makusudi ubaya mwenzake, basi jua huyo ana kasoro katika dini yake. Lakini mkamilifu wa dini ni yule ambaye anatekeleza neno la Mtume sallallahu alayhi wasallam, amri ya Mtume sallallahu alayhi wasallam pale aliposema, ahibba linnasi ma tuhibbu linafsika takun muslima. Wapendelee watu kile unachojipendelea wewe, utakuwa Muislamu kamili. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, hawi muumini mmoja wenu mpaka ampendelee ndugu yake kile anachojipendelea yeye. Mtu akiwa hivyo, basi huyo ndio muumini hasa kwa hakika. Kwa kila mtu anaujua moyo wake mwenyewe, bali insanu ala nafsihi basira. Muumini yeye mwenyewe, mtu yeye mwenyewe ni shahidi juu ya nafsi yake. Kwa hebu kaa chini, jitafakari, wewe ni mtu wa namna gani? Ni mtu ambaye unapendelea sana kuwachukia wenzio? Ni mtu ambaye ukikosewa basi hasira zako haziishi? Ni mtu ambaye ukitakwa radhi husamehi? Ni mtu ambaye ukimtaka radhi mwenzio kwa kiburi ulichonacho huwezi kumtaka radhi, yani ukimkosea mwenzio kwa kiburi ulichonacho huwezi kumtaka radhi? Je, wewe uko hivyo? Kama una moja katika tabia hizi, haraka sana jirekebishe. Na kwa kujirekebisha, basi wewe utakuwa ndio katika wale ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewatakia kheri, kwa sababu anayetakiwa kheri ni yule ambaye ananufaika kutokana na mawaidha. Fadhakir fa inna dhikra
tanfa'u almu'minina. Kumbusha, sababu mawaidha yanawafaa waumini. Muumini ndio pekee ambaye akisikia mawaidha ananufaika nayo. Kama wewe hunufaiki na mawaidha, kuna hatari wewe sio muumini. Na kunufaika na mawaidha ni kufanyaje? Ni kwamba kile kinachosemwa basi unakaa chini na unafikiria kwamba katika zile kasoro, je, ninayo kasoro ile? Kama unayo, haraka ujitahidi uiache. Na katika yale mazuri yaliyosemwa, je, nayatenda? Kama kuna ambayo huyatendi, basi ukajitahidi kuyatenda, basi wewe ndio uleingia katika fa inna dhikra tanfa'ul mu'minina. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuwafikishe tuwe katika wanaosikia maneno na kuyatendea, kuyatenda yale yanayoamrishwa na kuyawacha yaliyokatazwa. Wal kamalu lillahi wa billahi tawfiq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam.